Hii ni Icon TV na mimi ni Elia Msike. Leo tumepata wasaa mzuri wa kutembelea ofisini kwa Sheikh Ponda na tutazungumza mengi sana ambayo yanahusiana na maisha yake binafsi, hali ya nchi kwa ujumla, lakini pia pamoja na mambo mengine mbalimbali. Tumeshuhudia Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tangia tu alipoingia kushika hiyo nafasi hakukaa muda akakamatwa, na mpaka leo bado yupo gerezani. Kesi yake ni kama vile bado haijafikia tamati. Hili unalizungumziaje la mheshimiwa huyu kuwepo mahakamani, kuwepo mahabusu hadi leo? Mwaka nafikiri 91 wakati tulipoingia katika mfumo wa vyama vingi, tulipoingia katika mfumo wa vyama vingi kwa ujumla, tume ile ya Jaji Kisanga rais aliunda tume ili wafanye uchunguzi. Hatimaye kulikuwa na mapendekezo mengi sana, lakini moja katika mapendekezo yaliyotolewa ilikuwa ni kufanya utafiti katika mfumo wa sheria. Baadaye waligundua kwamba kuna sheria nyingi sana kandamizi na wakapendekeza kwamba zile sheria ziondolewe kwa ujumla. Hazikuondolewa zile sheria, zipo mpaka leo, lakini kwa bahati mbaya zaidi kwamba zimeendelea kutungwa sheria zingine ambazo ni sheria kandamizi. Hizi sheria zilizopo sio kwa maslahi ya wananchi. Sheria kandamizi zilizopo katika mfumo wetu wa sheria ni sheria kwa maslahi ya watu ambao waliopo madarakani, wanazitumia zile sheria kwa ajili ya maslahi yao, na ndicho kinachoendelea katika masuala haya ya wanasiasa. Lakini hata kabla ya wanasiasa pia kuna watu wa dini pia. Sheria hizi zimetumika. Kwa mfano Tundu Lissu amewekwa mahakamani kwa kawekwa gerezani kwa uhaini, lakini unaweza ukashangaa kwa maana kwamba huyu mtu aliwekwa gerezani kwa uhaini, lakini hivi karibuni kwenye Oktoba 29 walikamatwa watu na wakawa na kesi za uhaini, lakini hawa wametolewa muda mfupi tu, na wametolewa kwa matamko ambayo ni ya kisiasa, baadaye wakatolewa. Yani unaweza ukaona kwamba kumbe sheria ya uhaini au tukio la mambo ya uhaini sio kitu halisi, ni jambo ambalo lipo pale, liko mikononi mwa wanasiasa ambayo wanaweza kutumia hiyo sheria ya uhaini au tamko la uhaini kwa mtu yule ambaye wanataka kwamba huyu awe mhaini au huyu asiwe mhaini. Ndio tafsiri ya kwamba mtu kama Lissu amewekwa ndani kwa uhaini, lakini kuna watu ambao wamekamatwa Oktoba 29. Tena wao Oktoba 29 wamehusishwa na matukio halisi kabisa, wakaona kwamba matukio ya uhaini, kwamba wamechoma magari, wamechoma vituo vya mafuta na kadhalika, vituo vya polisi, waliwahusisha na hayo matukio, wakasema kwa matukio haya ndio uhaini na kwamba tunawaweka ndani, lakini wameachiwa baada ya muda mfupi kutokana tuna malalamiko ya kisiasa. Kwa hivyo utaona hizi ni sheria ambazo zipo pale, ni sheria kandamizi, lakini sheria ambazo zimewekwa pale kwa ajili ya kuweza kutumiwa na watawala. Hii ni kwa upande wa siasa, lakini nakupa mfano, kuna Waislamu hapa masheikh na wamewekwa ndani kwa muda mrefu sana kwa sheria hizi, na miongoni mwao wamewekwa kwa sheria za uhaini. Katika wao hivi karibuni walihukumiwa, kwanza walikaa ndani muda mrefu kwa uhaini lakini baadaye wakahukumiwa miaka 50, walikuwa 6. Alafu baadaye tukakata rufaa, tulipokata rufaa wameshinda ile rufaa. Hii kushinda rufaa tafsiri yake inaonyesha kwamba yale madai ya uhaini yalikuwa sio kweli, lakini watu walipewa kesi ya uhaini. Na ukiwasha mbali hata madai tu au ile kesi kupewa kwa sababu walipewa kwa mujibu wa sheria walivyosema wao, lakini hata ushahidi wa mazingira haionekani kwamba kulikuwa kuna uhaini, kwa sababu ni watu 6. Watu 6 walihukumiwa kwamba hawa watu 6 walikuwa wanapindua serikali, na wanapindua serikali wanapindua serikali kwa sababu walikuwa wanataka kupindua serikali ya Tanzania ambayo ni serikali ya kisekula. Lengo lao ilikuwa ni kuweka serikali ya Kiislamu. Watu 6 yanawezekanaje wakawa wana mfumo maki, wana vyombo, wana mamlaka, wana uwezo, kwa hivyo tayari wanakuja kuchukua serikali, yani wataiondoa serikali iliyopo madarakani afu wataingiza wao serikali ya Kiislamu na iweze kutawala. Huu ni ushahidi wa mazingira ambao ukitumia akili unaona kabisa kwamba hii jambo sio sahihi. Kwa hivyo tatizo lililopo ni sheria kandamizi hizo. Madam zipo hizi, yani huwezi ukatatua tatizo la watu kuwekwa ndani, kwa sababu watawala wanazitumia tu zile sheria, wakiona kwamba wewe wana tatizo na wewe, hawakubaliani na wewe, wanaamua tu watumie sheria ugaidi, unakuwa gaidi.
wanatumia sheria ya uhaini, unakuwa mhaini. Tatizo kwa ni hilo kwa ujumla. Nini kifanyike ili kuondokana na changamoto hiyo? Sisi tunawaambia tu kwamba ni vizuri watawala wakahisi kwamba, kwa sababu moja katika mambo ambayo ni tatizo kubwa katika nchi yetu, chama tawala na serikali na viongozi wamefika mahala wanadhani kwamba hii nchi ni mali yao. Yani watawala, especially Chama cha Mapinduzi, wanadhani kwamba Tanzania, wanaamini kwamba hii nchi ni mali yao na wao ndio wana haki, yani Mungu ndio ameutoa huo wao, kwamba wao ndio waongoze hii Tanzania mpaka mwisho wa dunia. Hii ndio imeingia kwenye fikra za viongozi wa Chama cha Mapinduzi pamoja na watoto wao, wanawalea hivyo, fikra zao ni kila kitu, kwamba hii nchi ni mali yao. Kwa hivyo Mtanzania mwingine yote yule ambaye ana fikra ya kupata ridhaa ya uongozi, kuwa kiongozi